Naomba tusome wote kitabu cha Efeso sura ya 1 na mstari wa 3. Inasema, kila baraka za kiroho katika ulimwengu wa roho tayari zimetumwa juu yetu, kama zawadi ya upendo kutoka kwa Baba yetu wa ajabu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu. Yote kwa sababu anatuona tukiwa tumefunikwa ndani ya Kristo. Ndio maana tunamsherekea kwa mioyo yetu yote. Mungu ayabariki maneno yake. Mama yetu ameachilia theme ndani ya mwaka huu kuhusu mwanamke aliyebarikiwa. Sasa baraka, tunaweza tukasema baraka si tu vitu vya kushikika, na ni kweli kabisa. Baraka si vitu tu vya kushikika, lakini pia baraka ni vitu vya kushikika. Haleluya. Mwanamke yoyote anayeishi ni mwanamke aliyebarikiwa. Sasa Biblia tukisoma Kumbukumbu la Torati sura 28 na mstari wa 2, tutasoma mstari wa 2, tutaangalia kama tutafanikiwa kufika mpaka mstari wa 13. Biblia haijakaa kimya, inatuonyesha baraka pia ni vitu gani. Kwa sababu sisi sio wa kwanza kubarikiwa, hata baba zetu walibarikiwa. Sasa Biblia inatuambia ya kwamba sisi tumebarikiwa, lakini tumebarikiwa baraka zote, ya kwamba hakuna baraka hata moja. Yani kama mfano wa baraka ni hizi, ya kwamba unabarikiwa unapotoka, unabarikiwa unapoingia, linabarikiwa kapu lako ukandia unga, unabarikiwa kwa namna mbalimbali. Baba inasema yeye anawafanya kuwa adui zako wanaokuja mbele yako wanapigwa mbele yako. So hiyo ni moja kati ya baraka ambayo inasemwa katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema ya kwamba tumebarikiwa katika baraka zote, anasema katika ulimwengu wa roho. Na Roho Mtakatifu kwa dakika hizi chache ameniambia niseme kwa habari ya ulimwengu wa roho. Sasa Bible inasema katika kitabu cha Yohana sura ya 3 na mstari wa 6 ya kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilipozaliwa katika mwili, nilitokea duniani kwa watu wa mwilini. Naelewa sawa sawa? Na mtoto anapozaliwa sio kwamba akiwa na lisali moja, akiwa na sekunde chache anaanza kuonyesha ya kwamba anahitaji chakula. So it's either wewe uliyezaa unajua kwamba unataka unyonyeshe, ama hujui, utajua baada ya dakika chache. Haleluya, haleluya. Na mimi Baba inaposema ya kwamba kilichozaliwa kwa roho ni roho, mimi nilipozaliwa katika roho, sikuzaliwa katika ulimwengu huu wa nyama, nilizaliwa katika ulimwengu wa roho. Nilizaliwa mahali ambapo baraka ndipo zilipo. Haitakiwi niwekee mikono, haitakiwi mtu aniombee. Zaburi 23 ya kwamba wema na fadhili za Bwana zitanifuata kwa sababu Bwana ni mchungaji wangu. Leo wanawake tumekuwa karakana ya ujinga ya kwamba tunatafuta kubarikiwa. Kama umezaliwa kiroho, haujazaliwa Kijitonyama, haujazaliwa Msasani, haujazaliwa Iringa, haujazaliwa Mwanza, umezaliwa katika ulimwengu wa roho. Kama umeokoka, kama umezaliwa mara ya pili, umezaliwa baraka zilipo. Lakini Biblia inasema ya kwamba katika Wagalatia ya kwamba mrithi awapo mtoto siku zote hana tofauti na mtumwa, vilivyo vya kwake viko chini ya usimamizi. Sasa unajua, I'm sorry nitaongelea sana upande wa kiroho wa giza kwa sababu wenzetu wanafanya vizuri. Ulimwengu wa roho si ulimwengu tu wa nuru. Ulimwengu wa roho ziko pande mbili. Kuna ulimwengu wa roho wa giza na kuna ulimwengu wa roho wa nuru. Sisi ambao tumezaliwa katika ulimwengu wa roho wa giza, tunazaliwa alafu tunaanza kushangaa. Though Bible inasema katika Petro ya kwamba tuyanywe maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo tupate kukulia wokovu. Wanawake waliobarikiwa
kwa maana ya zile bahati nasibu zile ambazo wanaandika njoo bahati nyota. Katika ulimwengu wa giza, katika ulimwengu wa roho wa giza, ni wanawake ambao wako serious na ulimwengu wao wa roho. Mtoto wa miaka 9 anayeishi katika ulimwengu wa roho wa giza yuko serious kuliko mwanamke wa miaka 40 ambaye anaishi katika ulimwengu wa roho wa nuru. Wenzetu hawana muda wa kupoteza. Wanawake wa ulimwengu wa roho wa giza hawana muda wa masengenyo, hawana muda wa kupoteza, na sio wavivu, kwa sababu mambo ya kiroho hayamhitaji mtu mvivu. Unanielewa mwanamke wa Bwana? Haleluya. Sikiliza, ili tuweze kuziona hizo baraka zinafanya kazi kwa maisha yetu, lazima tuwepo location katika ulimwengu wa roho. Huwezi kuwa mwilini na ukapata baraka zote za katika ulimwengu wa roho. Hata zikija hauwezi kuziona na unaweza usizitambue. Sasa wenzetu wakishazaliwa katika ulimwengu wa roho wa giza, wanaanza kunywa damu za watu kwa mwendelezo. Wanajua jinsi ya kuishi rohoni. Unaweza kukuta mtu anaitwa profesa, lakini kama ameamua kuwa mtu wa kiroho wa ulimwengu wa giza, anazijua program za rohoni. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho hawali chakula ambacho tunakula katika ulimwengu wa mwili. Na wasipokula hawawezi kusurvive, hawawezi kuishi. Mtu anajua, mwanamke aliyebarikiwa anajua how to operate in spiritualism. Anajua namna gani naweza nikafanya mambo katika ulimwengu wa roho. Anajua ya kwamba nini nifanye ili mtu apone, nini nifanye ili pate kibali, nini nifanye ili maisha yangu yaende, nini nifanye ili niweze kusonga mbele, nini nifanye ili nisikate tamaa, nini nifanye ili maisha yangu yasibaki mahali pamoja. Anajua, si kwamba anajua kwa namna ya mwili, anajua katika ulimwengu wa roho. Kama vile Hana alipojua ya kwamba ili niweze kupata mtoto lazima nikae mahali pa maombi. Biblia inasema Hana alidumu kuomba. Alidumu kuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. I want to encourage you to be a beautiful woman. Kujiweka vizuri, lakini ukiingia rohoni, mtu anasema ni yeye sio yeye. Yaani maisha yako ya kiroho, anasema hivi ni yeye ama sio yeye. Mbona kama mdada mmoja wa kisasa, anaambia niko kisasa ndani ya ulimwengu wa roho. Anakuwa kama mama wa heshima, kumbe ni mama wa heshima ambaye unaishi rohoni. Unajua cooperate. Unajua kuvizaa vitu katika roho na kuvileta katika ulimwengu wa mwili. Nisikilize mwanamke wa Mungu. Kama hatutajua cooperate katika ulimwengu wa roho, hatutajua cooperate katika ulimwengu wa roho, tutaikuwa mikono mpaka tutoke walaza. Usikubali kuja kanisani, ukifika hapa unasubiria nyimbo ndio zikuzamishe. Utachelewa. Mpaka marejesho yaondolewe, mpaka situ vikoba, mpaka ni wewe unaishi huko, unakaa huko. Katika ulimwengu wa roho sisi ni kama samaki ndani ya maji. Hapo ndipo ambapo tunaolewa, hapo ndipo ambapo tunazaa, hapo ndipo ambapo tunaendesha magari, hapo ndipo ambapo tunajenga, hapo ndipo ambapo tunakuwa na amani. Tukitoka katika ulimwengu wa roho, tukaja mwilini, tunaanza kusikia kufa. Tunaona kila kitu akiendi. Sasa katika ulimwengu wa roho, kama vile ambavyo wanawake wale ambavyo wanaogopeka wanaoishi katika ulimwengu wa roho wa giza, ndivyo ambapo mwanamke uliyebarikiwa unatakiwa uogopeke. Kila jambo lisilofaa likuogope, si kwa sababu umesema kwa jina la Yesu, bali kwa sababu umepita. Wewe unapopita ni moto unapita, kwa sababu wewe umeshakufa. Wewe ni dhabihu, na palipo na dhabihu pana moto wa madhabahu. Nisikilize, si kila anayekuchukia anakuchukia kwa sababu wewe ni mbaya. Kuna watu wanakuchukia kwa sababu they can't access you. Lazima wewe ujue cooperate katika ulimwengu wa roho. Namna gani mwanamke anapata kibali? Biblia inasema katika kitabu cha Mithali 31 ya kwamba uzuri ni ubatili, lakini mwanamke mchai Bwana ndio kila kitu, ndio anayesifiwa. Nisikilize mwanamke wa Mungu,
kuishi maisha ya kiroho sana sio kupoteza. Nasema sio kupoteza. Juzi mama yangu kabisa aliyenizaa, siku ya birthday yangu, alinipigia simu, aliongea maneno nilijikaza kulia. Aliniambia, wewe ni sababu ya mimi kuamini Mungu yupo. Mimi ya mambo ya kilokole nilikuwa naonaga tu babaifu. Ila wewe nimekuona ukimngangania Mungu. Yani wewe nimeinua mikono. Wewe umenifundisha kwamba mtu anaweza kumtegemea Mungu na akafanikiwa. Adui anatukatia tamaa wanawake. Wanawake hatuna maisha. Nje ya maisha ya roho hatuna maisha. Tusitoke katika ulimwengu wetu. Ulimwengu wetu wanawake tuliobarikiwa ni ulimwengu wa roho. Ukisoma Waefeso 6:12, sema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka na wakuu wa anga hili katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Kama unapigana na damu na nyama, hujajua na huwezi kushinda. Mwanamke aliyebarikiwa anafanya vita katika ulimwengu wake. Anaichukua vita mwilini, anaileta rohoni, anaanza kupigana. Ukisikia nyama na damu, anamaanisha mwili, ya kwamba vita zetu si za wanadamu, si mwanadamu kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe ni mtu wa rohoni, ukishindana mwilini, ile unaanza umeshafungwa. Kwa sababu kadri unapigana unakuwa na uchungu. Kadri unapigana unakuwa na hasira. Kadri unapigana unazidi kuzeeka. Kadri unazidi kupigana magonjwa yanaingia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Wako wanawake waliobarikiwa hapa. Mwanamke aliyebarikiwa ndio mwanamke anayeishi. Ndiye mwanamke anayebarikiwa mjini. Anabarikiwa mashambani. Kapu lake linabarikiwa. Hadi wakondoo wake wanabarikiwa. Na kila anachokigusa kinafanikiwa. Weza kuishi katika ulimwengu wa roho. Weza kuishi katika ulimwengu wa roho. Very simple. Hao watu katika ulimwengu wa roho wa giza hawa, they are very serious. Wako serious kweli kweli. Lakini sisi ambao katika ulimwengu wa roho wa nuru, Biblia inasema unalia na anayelia, unacheka na anayecheka. Kwa sababu mwanamke aliyebarikiwa hawezi kufanya sherehe juu ya mapito ya mtu fulani. Hawezi kufanya sherehe mtu mwingine ameachika, mume wake ampendi. Yani mume wa mtu ampendi mke wake, mimi niweke kikao nikaje na soda, ni uchawi. Usitegemee baraka, kwa sababu unaweza ukawa hujawahi kuloga. Inaweza ikawa hujawahi kushika manyanga, na unasema kwa mimi ni mwanamke aliyebarikiwa. Mwanamke aliyebarikiwa baraka zinaonekana. Tuseme baraka hizo kimoyomoyo, zipo rohoni. Biblia inatuambia katika Kumbukumbu la Torati sura 28, na baraka hizi zitawafuata. Kama hali pa ulimwengu wa roho, jua cooperate hapo. Jua program. Mimi naambia mtu ni sana, mtu IT anajua program mbalimbali. Yani kila siku ukikaa kwenye kompyuta yako unajua jinsi gani ya kufanya Excel, sio kufanya Word, sio kufanya mafuta gani ambayo yapo humo. Wewe jua program. Anza program kwamba leo nimeingia hapa, mimi ni mwanamke aliyebarikiwa katika ulimwengu wa roho. Hivi watu wanapataje amani? Watu wanapataje amani? Hivi watu wanapataje fedha? Hivi watu wanapataje uponyaji? Na ni programu gani tutakuwa niijue sasa hivi? Natakiwa nijue program ya kutengeneza uponyaji katika roho. Mwanamke anajua namna ambavyo ya kuingiza, anajua namna ya kusokomeza hivyo. Sisi kama wanawake hatutaki tu na muda wa soga. Tunataka tu na muda wa kujua program gani ya kuchomoa vimbe, ya kuchomoa kila kitu cha adui katika miili ya wanadamu. Lazima ujue. Na mtu akinywa leo hawezi kusema nimaliza kunywa. Sikiliza, mwisho wa maombi ndio mwanzo wa maombi. Yani kuna wakati nilikuwa nimetoka maombi yangu fulani, nikasema nimaliza, yes, nimaliza. Roho Mtakatifu ananiambia mwisho wa maombi. Yani kwenye ule mstari wa 3 kavu, ule mstari wa siku 21, ile siku ya 21 ndio mwanzo wa maombi mengine. Kwa sababu hapo ndio namna ambavyo tunaishi rohoni. Hayo ndio maisha yetu.
Hizo ndo lifestyle za watu wa rohoni. Ni watu wa maombi, wanakaa hapo wanazungumza. Wewe unajua mwanamke anakaa kwenye ungo, anakalia ungo wa kupepetea nini wewe mche, anakaa mpaka ungo unapaa. Anajua program gani? Watu wa aviation hawajui hiyo kitu. Mimi nakwambia wana zile si mawasiliano ya hizi towers za kwenye airport. Wao wana mawasiliano yao. Anajua namna gani ni meditate, nisome kurasa gani, nifanya. Kama wao wanaweza kutembea rohoni na kuleta uharibifu, na sisi kama wanawake tuliobarikiwa tunaweza kuishi rohoni. Biblia inasema kama mmezaliwa kwa roho, enendeni kwa roho. Tunaweza kuenenda katika roho na tukaanza kuleta baraka, tukaanza kuyaita mema, tukatoka mahali pa kulia, tukatoka mahali pa kulaumu. Mwanamke anaishi katika ulimwengu wa roho. Hakuna jua linalomweza, hakuna mvua inayomweza, hakuna maneno ya wanadamu, kwa sababu anaishi mahali ambapo maneno hayana athari, uchawi hauna athari. Nataka nikwambie, hakati tamaa. Mwanamke anaishi katika ulimwengu wa roho hajui maana kukata tamaa, anajua maana ya kusonga mbele. Bahari si bahari kwa sababu anayo silaha ya kuifanya bahari ikawa nchi kavu. Anajua ya kwamba hii bahari ni wengine, bahari napita hapa, najua kuifanya bahari nchi kavu. Kwa nini? I know how to operate. Najua jinsi ya kutembea katika roho. Najua jinsi ya kutembea katika roho. Najua namna ya kufanya mambo katika roho. Najua namna ya kuzalisha utajiri katika roho. Nisikilize, kuwa maskini sio level ya kiroho. Hatuwezi kusema tu ya kwamba baraka ni za kiroho kwa maana ya kwamba it's something in spiritual, labda speaking in tongues and everything. It's okay. Lakini sikilize mtu wa Mungu, baraka zimetajwa hapa kwenye Zaburi, kwenye Kumbukumbu la 28. Na Biblia inatuambia fedha ni jawabu la mambo yote. Kuna namna ukiwa na hela, prayer point zako zinakuwa shukrani. Nakwambia ukweli. Biblia inasema fedha ni jawabu la mambo ngapi? Kuna namna ukiwa na hela. Jamani, tusitukane na tusiwatukane wenye hela. Tunazihitaji. Kama mimi nahitaji hela mbaya, kazi ya Mungu inahitaji hela vibaya mno. Haleluya. Nasema haleluya. Haleluya. Ukijua kuishi rohoni, ukajua kufanya mambo katika roho, na kuambia ukitoka nje, mtu akinuna umchukii, ukirudi tena unamwambia Bwana asifiwe. Mimi ya kwangu hayakwami. Sioni vitu kama wanadamu wanavyoviona. Kwani umeshawahi kumuuzi mchawi katika mwili? Alikufuata katika mwili, anakusubiria ulale. Mwanamke ambaye umebarikiwa, jua kuishi rohoni. Jua kuishi rohoni. Biblia inasema tumebarikiwa katika baraka za kiroho, katika ulimwengu wa roho. Na sisi tumezaliwa kwa roho, sisi ni roho. Tulipozaliwa ndio kwenye baraka. Tulipozaliwa katika ulimwengu wa roho wa nuru, huko ndo kwenye baraka. Maombi hatupotezi muda, kufunga hatupotezi muda, kutoa hatupotezi muda. Kwanza sisi tunatoa hela, watu wanatoa wanadamu. Wanatoa uhai. Kwa mtu anaishi maisha ya kiroho yanahitaji sacrifice, kutoa na kujitoa. Ulimwengu wa roho wa giza, watu wanajitoa. Watu wanajitoa. Siongelei masuala ya financial, jamani, kutoa usingizi, unaelewa? Kwenye baridi unaelewa vizuri kutoa usingizi. Naambia kanisani kwangu, sisi tulikuwa tunasali mpaka tunawe. Tungeweza sisi. Nyie mngekuwa mnavua viatu pale, mngekuja kweli. Watu wanatoa sacrifice. Mwanaume amepaki Prado nyeupe pale nje, ana ngozi fulani inang'aa, anaingia mara 3. Hakuna mtu anayemwambia shangilia, hakuna mtu anayemwambia piga makofi. Anainama, anainuka, anafanya hivi, anaondoka, anarudi tena baada ya masaa 3. Anaelewa anachokifanya. Jamani, watu wanajua ya kwamba katika ulimwengu wa roho nipo kwenye baraka. Lazima tuamke kama wanawake. Maisha yetu na Mungu, maisha ya ulimwengu wa roho, hayo ni maisha yetu. Kama kuna mwanamke anaelewa, asimame, ampigie jemedari makofi mengi na shangwe. Wale wanakwenda kuabudu, hakuna namna ya kusema kwamba leo ibada imekuwa mbaya. Mbaya kivipi? Hakuna mtu anamuongoza chochote. Anafika pale na ibada yake,
anainama na kuinuka mwenyewe, alafu anaondoka. Si kwamba wanajitoa na kutoa. You understand? Kwa ulimwengu wa roho hauhitaji mtu mvivu. Kuishi katika ulimwengu wa roho hakuhitajiki mtu awe mvivu. Hawa watu wanajisacrifice. Hawa watu wanajitoa. Hawaruhusu madhabahu zao zipoe. Wanajitoa masaa yote wanajitoa. Na wakiamua kutoa, mtu wa Mungu unashangaa. Kwa sababu wao kitu kama hiki ni mtu mmoja. Lazima tuwe katika ulimwengu wa roho. Hapo tulipozaliwa takiwa tutoke, ili tusisuffocate. Mwanamke ukiona unasuffocate, jiulize uko wapi? Uko ulimwengu gani? Wa mwili wa roho. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho, mimi nakwambia vije vya kuja, bado unapumua tu. Unapumua. Mwinulie Bwana Yesu mikono yako juu. Mwambie Roho Mtakatifu, nimeisikia sauti yako. Nisaidie kutoka rohoni. Mwambie Mungu maneno yako. Mwambie Mungu maneno yako. Mwambie Bwana maneno yako. Mwambie Bwana maneno yako. Mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie. Kuna wakati nakuwa mwilini sana, najikuta nachoka, magonjwa leo yanakuja, fedha zinapotea, amani inapotea, maisha yanavurugika, ninaanza kueua maisha ya watu. Mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie. Mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie. Nisaidie Roho Mtakatifu. Hatuyawezi maisha ya rohoni bila Roho Mtakatifu. Hatuyawezi maisha ya rohoni bila msaada Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni kiungo. Kwa dakika moja fungua kinywa, usishangae mwanamke. Usishangae, mwambie Roho Mtakatifu, mimi nimekuja. Unajua namna ambavyo ninaishi sana mwilini. Nisaidie kuweza ulimwengu wa roho. Kama yala ataputavyo maji ya mto, Baba, nafsi yangu ya kutamani. Kama ayala atafutavyo maji ya mto, Baba, nafsi yangu ya kutamani.